Simulizi ambayo leo nakuletea ni simulizi ya safari yangu ya siri nilivyoweza kufanikiwa kuingia Ikulu. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii inaitwa Bongo Star Media. Ilikuwa ni mchana wa jua kali. Upepo ulikuwa unavuma kwa kasi. Upepo ulikuwa unapeperusha vumbi jekundu la jangwani. Nilisimama mbele ya mlango mkuu wa kuingia Ikulu, jengo lenye kuta nyeupe zilizojaa haiba ya hadhi ya mamlaka kuu ya taifa. Walinzi waliovalia sare walikuwa wamevaa sare rasmi, walinikagua kwa umakini sana, macho yao yakiwa makini na sura zilizoonyesha hisia kali sana. Nilihisi mwili unatetemeka kwa msisimko na hofu kidogo. Hii haikuwa ziara ya kawaida kwangu. Katika maisha yangu yote hii ilikuwa ni ziara ya kipekee. Nilikuwa nimealikwa kama mwandishi na mchunguzi maalum, nikiahidiwa nafasi ya kipekee ya kuichunguza na kuchunguza undani wa Ikulu. Hapa ndipo maamuzi ya taifa yalikuwa yanafanywa na mahali ambapo siri nyingi zilikuwa zinatunzwa. Baada ya ukaguzi wa kiusalama, lango la chuma lilifunguliwa polepole na nikakaribishwa ndani na afisa mwenye tabasamu hafifu sana. Kila kitu kilionekana kuwa na utaratibu maalum. Njiani kulikuwa kuna mawe, pembezoni kulikuwa kuna mitende mikubwa, ambapo katikati nikiwa mimi ndo napita najipenyeza taratibu kama mgeni rasmi wa siku hiyo. Nilihisi kana kwamba ningeingia katika hadithi ya kifalme. Nimekuwa nikiota kuhusu siku hii mara nyingi sana. Nilijisemesha kimoyomoyo mwenyewe nikiwa natembea huku nikitizama mazingira yenye hadhi na mandhari ya kijani kibichi na maua yaliyopangwa kwa ustadi wa kipekee sana. Kila hatua yangu ilitengeneza sauti ndogo ya mwamba ukigusana na viatu vyangu. "Tafadhali fuata njia hii," alisema yule afisa akiniongoza kuelekea kwenye ukumbi mkubwa wenye dari ndefu zaidi, dari za mbao zilizochongwa kwa ustadi wa hali ya juu sana. Kuta zilipambwa na picha za marais waliopita. Macho yao yalikuwa ni macho makini yakinitizama kila nilipokuwa napita. Tulipofika katika ukumbi wa kupumzikia, niliona viti vya ngozi vilivyokuwa vimepangwa kwa usahihi mkubwa sana, huku taa za kioo zilizoning'inizwa zikitoa mwanga wa dhahabu hafifu, mwanga mdogo sana. Hapa ndipo nilielekezwa kuketi, nikisubiri maelekezo zaidi ya nini ambacho kitafuata. Moyo wangu ulidunda kwa kasi. Nilijiuliza ni nini ningeendelea kukifanya hapa. Je, ningekutana na viongozi wa juu? Je, ningeruhusiwa kugundua siri ambazo hakuna mtu mwingine aliyewahi kuziona? Nilijua wazi kuwa huu ulikuwa ni mwanzo tu, lakini nilihisi kivuli cha siri nzito kikining'inia angani. "Kama ulivyoomba, utapata fursa ya kuona na kuelewa jinsi mambo yanavyofanyika hapa katika Ikulu yetu," afisa alisema kwa sauti ya utulivu. "Lakini kumbuka, kila unachoona hapa ni siri. Hutakiwi kushirikisha yoyote bila ruhusa maalum." Maneno hayo yalipenya akilini mwangu kama msumari. Nikafahamu kuwa nilikuwa nimeingia katika dunia ya ajabu, dunia ya mamlaka, dunia ya nguvu na dunia ya siri. Na safari yangu ndani ya Ikulu ilikuwa imeanza rasmi. Je, ni nini ambacho ningekifahamu katika hizi kuta? Ni siri gani ambazo zipo hapa? Nilivuta pumzi ndefu nikijiandaa kwa yale ambayo siyafahamu ningeenda kuyafahamu katika maisha yangu. Nikiwa nimeketi kwenye kochi la ngozi lenye harufu ya kipekee, nilijihisi kama mgeni ndani ya fumbo kubwa sana. Milango ya ukumbi ilifunguliwa polepole na afisa mwingine mwanamke mwenye suti ya kijivu yenye kung'ara sana alinikaribia. Alikuwa na muonekano wa usiri na macho yake yalikuwa ni makali. Alinichunguza kwa sekunde chache kabla ya kutabasamu, na alitabasamu kidogo tu. Akaniambia, "Karibu katika Ikulu yetu," alisema kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka. Akaniambia, "Mimi naitwa Sofia, ni mwangalizi wa wageni. Nina jukumu la kuhakikisha unapata uzoefu sahihi wa mahali hapa." Nilitabasamu huku nikipiga moyo konde. Nikamwambia, "Asante Sofia, ni heshima kubwa sana kuwa hapa." Akaniambia, "Utaiona Ikulu kwa sura zake mbili," alisema akiwa anageuka na kuendelea kuniongoza katika korido ndefu sana. Akaniambia, "Kuna sura ya nje yenye utulivu na hadhi, na kuna sura ya ndani ambako maamuzi mazito na mikakati ya siri huko inatekelezwa." Korido hiyo ilikuwa imepambwa na mazulia mekundu yenye mapambo ya dhahabu, huku kuta zake zikiwa na picha za viongozi wa zamani na medali za taifa.
Lakini lililonishangaza zaidi ni kwamba nyuma ya picha hizo niliona alama ndogo ya vitufe vya siri kama vile milango iliyofichwa. Akaniambia tuna maeneo ya mikutano ya dharura, tuna vyumba vya siri vya mawasiliano na hata njia ya kutorokea katika matukio ya hatari. Sofia alisema kwa utulivu kana kwamba alisoma mawazo yangu. Nikamuuliza, je, njia hizo zinatumiwa mara nyingi ama inakuwaje? Nilimuuliza kwa shauku ya kutaka kujua. Akaniambia ni mara chache, lakini unapokuwa katika mamlaka kuu unajifunza kuwa kila kitu kinaweza kutokea. Sasa tulipita kwenye ukumbi wenye viti vikubwa vya ngozi kikamilifu, na katika mikutano ya siri tukaweza kupita, tukaikuta meza kubwa ya mviringo ilikuwa inawakilisha usawa na mazungumzo. Lakini nilihisi uzito wa mijadala iliyokuwa inafanyika pale, inawezekana ilikuwa ni noma sana. Na hapa ndipo viongozi walikaa wakibadilishana mawazo, kupanga mikakati, na wakati mwingine wanagombana kwa sauti za chini zilizojaa hasira, alizidi kuniambia yule mdada. Akaniambia katika taifa hili ni taifa lenye ushawishi mkubwa sana katika ukanda huu, Sofia alisema akisogeza kidole kwenye ramani kubwa ya Afrika iliyokuwa imening'inizwa ukutani. Akaniambia kila uamuzi unaofanywa hapa unaweza kuwa na athari kubwa nje ya mipaka ya nchi yetu. Tulipofika kwenye dirisha refu lililoangalia bustani ya ikulu, niliona askari waliokuwa wakifanya doria wakiwa na silaha za kisasa. Nyuma yao kulikuwa kuna ndege ya kivita ilipita juu taratibu angani kuashiria kwamba usalama uliowekwa upo imara. Pembeni yake nikaona kuna ndege tausi wengi wazuri ambao wanavutia, lakini pia nikaona makuku makubwa yale yenye kuvutia yenye thamani kubwa sana. Sofia aliniambia lakini si kila kitu ni kazi. Akiwa na tabasamu, kuna maeneo ya starehe pia yapo hapa. Aliniongoza kwenye eneo la faragha lililokuwa na bwawa kubwa la kuogelea, yani swimming pool, lenye maji masafi yenye kuvutia, huku jua likiwa linamulika kama linamulika kioo. Kulikuwa na bustani zenye maua ya aina mbalimbali ambayo yana harufu ya waridi na yasmini, kwa hiyo harufu ilikuwa ni nzuri sana hapo ikulu. Akaniambia hapa ndipo viongozi na wageni wao wanapata utulivu baada ya mikutano mizito kufanyika. Lakini kuna mengi zaidi ambayo hutakiwi kuyaona. Nikamuuliza mengi zaidi? Niliuliza kwa hamu ya kutaka kufahamu. Sofia alinitazama kwa macho makini, akaniambia kila ikulu ina siri zake. Hapa katika ikulu yetu kuna maeneo ambayo ni marufuku hata kwa maafisa wengi kukanyaga. Maeneo yanalindwa na kamera za siri, kuna walinzi wa siri, na pengine ushirikina wa kale upo katika ikulu yetu. Sasa hapa ndipo ambapo nilihisi baridi inapanda mgongoni mwangu. Nikamuuliza ushirikina wa kale? Maneno hayo yalinishtua sana. Nikamuuliza, je, inawezekana kwamba ndani ya jengo hili la kisasa kuna nguvu za siri zilizokuwa zikitumika, tena nguvu za ushirikina wa kale? Akaniambia nitakuonesha kitu cha kipekee. Sofia alizungumza akiniongoza kwenye lifti nyembamba yenye kuta za vioo. Tulishuka chini zaidi na zaidi. Tulianza kutembea tukashuka chini zaidi na zaidi mpaka nilihisi kama tumefika ardhini, yani chini ya ardhi. Mlango ulipofunguka nilijikuta kwenye chumba cha giza, kuta zake zikiwa zimepambwa na ramani za zamani na michoro ya wahenga. Katikati ya chumba hicho kulikuwa na kiti cha kale kikiwa kimezungukwa na mishumaa iliyowashwa. Nikamuuliza hiki ni chumba cha ushauri wa rais? Sofia aliniambia kwa sauti ya chini, hichi ni chumba cha ushauri wa rais, mahali ambapo viongozi wanakuja kushauriana na sauti za kale. Nikauliza sauti za kale? Niliuliza sauti yangu ikiwa na kama inatetemeka hivi. Sofia alinijibu akaniambia ndio. Macho ya Sofia yakiwa yanaangaza chini yanaangalia mwanga wa mshumaa. Aliniambia kwamba wapo wanaoamini kuwa hapa ndipo viongozi wanapata mwongozo wa kiroho katika maamuzi yao. Wengine husema ni mahali pa kuzitambua roho za wale waliopotea katika safari ya uongozi. Ghafla nilihisi kama baridi kali imenikumba katika kile chumba. Nuru ya mishumaa ilianza kucheza kwa kasi na kivuli kikubwa kilionekana kwenye ukuta. Sasa nikajiuliza kwamba hichi ninachokiona ni kweli naona ama ninaota. Sofia alisema sasa nadhani ni wakati wa kurudi juu. Ghafla sauti yake ikionyesha kama amechanganyikiwa kwa hofu, na kile ambacho ananiambia ni kwamba kitu cha haraka kinahitajika kufanyika muda huo huo. Lakini kabla hatujatoka nilisikia sauti ya muungurumo, kama sauti ya mtu aliyenong'ona kwa mbali ikisema usiwaamini. Niligeuka kwa kasi.
nikitizama pande zote, lakini niliona tu giza na mwanga wa mishumaa. Sofia alinikamata mkono kwa nguvu, akiniongoza kwa haraka tuondoke katika lifti, tuondoke zetu. Milango ilifungwa na tulianza kupanda juu tena. Huwezi kuwa na hofu hapa, lazima uwe na moyo mgumu, Sofia aliniambia akiwa ananitizama, na wakati huu alikuwa hana tabasamu lake lile la awali. Akaniambia hii ni ikulu na kila kona ina siri zake. Nilivuta pumzi ndefu nikipambana na woga, lakini kitu kimoja nilifahamu sasa, kwamba ndani ya kuta hizi kulikuwa na kitu zaidi ya mamlaka na hadhi ya kipekee. Kulikuwa na siri ambazo zinatisha, siri zilizofichwa chini ya kivuli cha utulivu wa kisasa. Bana we. Nikiwa nimerejea kwenye chumba changu cha wageni, moyo wangu ulikuwa unadunda kwa kasi sana. Taswira ya kile kivuli cha ukuta wa chumba cha ushauri wa siri haikuniacha kamwe. Nilihisi kana kwamba niliingia kwenye siri kubwa ya ikulu, siri ambayo sikupaswa kuifahamu. Usiku ulipoingia nilijaribu kulala, lakini usingizi ulinikataa. Kila nilipofumba macho, sauti ya manong'onezo ilirudi tena akilini mwangu. Usiwaamini. Je, ni nani nisimwamini? Nisimwamini Sofia? Ama kuna kitu kibaya zaidi nyuma ya pazia la ikulu hii yenye utukufu inabidi nisikiamini? Nilikuwa nimelala kitandani nikitizama dari. Wakati natizama dari, ghafla taa ziliwaka na kuzima haraka. Mapigo ya moyo wangu yaliongezeka, yaani mapigo yalikuwa yanadunda sio kawaida. Nje ya dirisha upepo ulianza kuvuma kwa nguvu, matawi ya mitende yakiwa yanagonga kioo. Hapakuwa na kelele za kawaida za walinzi wala sauti ya ndege. Ukimya wa ajabu ulitawala. Kisha mlango wa chumba changu ulianza kugonga taratibu. Ngongo, ngongo, ngongo. Nilijikaza, nikanyanyuka taratibu, huku macho yangu yote yamekodolea mlangoni. Nikaita Sofia. Niliita kwa sauti ndogo, lakini hapakuwa na jibu. Mlango ulianza kufunguka polepole wenyewe. Mikwaruzo ya bawaba ikaanza kusikika kama milio ya chuma kinachovutwa ardhini. Hewa baridi ilianza kuingia ndani, ikipoza ngozi yangu ambayo ilikuwa na msisimko na joto kali. Nikasogea karibu, mkono wangu ukitetemeka, nikijaribu kushika kitasa. Lakini kabla sijafungua kikamilifu, mlango ulijibabiza kwa nguvu. Buu! Nilirudi nyuma kwa hofu, lakini kilichofuata kilinifanya nisahau hata kupumua. Sehemu ya ukuta ambapo kulikuwa kuna kona ya chumba ilianza kusogea, yani kama inanisogelea karibu. Kuta ikaanza kujigawanya na kufunguka. Kuna mlango mwingine mdogo ukafunguka, mlango uliokuwa umefichwa. Mlango ukafunguka kwa kufungukia ndani, na ndani yake kulikuwa kuna giza nene sana. Kulikuwa kuna taa ndogo za kijani zilianza kuangaza kama macho ya mtu ambayo yananiangalia. Nilisikia sauti inasema, karibu kwenye siri za ikulu. Sauti ya mwanaume ilisikika, sauti nzito na sauti ya upole, lakini iliyokuwa na wasiwasi wa ajabu. Ni nani wewe? Nilisema nikipambana na hofu, nikiwa nasisimka, mwili unatetemeka sana. Jina langu halina umuhimu, yule mtu alisema katika giza katika hicho chumba. Lakini nataka uelewe kuwa upo kwenye hatari kubwa. Umeshajua mengi sana. Hawa watajaribu kutumia, lakini lengo lao haliko wazi kama unavyofikiri. Nikiwa nimeshikwa na mshangao na hofu, niliamua kujibu, unamaanisha nini? Ni nani watajaribu kunitumia? Wale unaowaita walinzi na wale unaowaona wakipita kwenye kumbi za kifahari. Hapa katika ikulu yetu kuna mchezo mkubwa unaochezwa. Usalama na utukufu ni kivuli tu. Ukweli ni kwamba kuna vita ya siri inayoendelea. Mlango ule ulianza kujifunga tena taratibu, kuta zikijisogeza polepole zikificha mlango wa siri. Nikasema, subiri, subiri. Nilipaza sauti, lakini kilichobaki kilikuwa ni ukuta mtupu, kana kwamba mlango huo haujawahi kuonekana na haukuwahi kuwepo. Nikapiga hatua nyuma, kichwa changu kikiwa ni kichwa ambacho kimeshikwa na mshangao na hofu kubwa sana. Kichwa changu kikawa kimezungukwa na mawazo, kikaanza kuniuma na sielewi nifanye nini. Nikajiuliza, nilikuwa nikihusishwa na michezo ya kijasusi ya hatari ama ni nini? Je, Sofia alikuwa upande gani? Na yule mwanaume wa siri alikuwa ni nani? Niliamua kutoka chumbani, korido zikiwa kimya, taa za dhahabu zikitoa mwanga hafifu. Lakini nilipotizama kwa umakini, niliona kitu cha kutisha.
Kulikuwa kuna kamera ndogo za siri zilikuwa zimefichwa kwenye kona za dari, zilikuwa zikifuatilia kila hatua yangu. Nikatambua kitu kingine. Nilipokuwa nikitembea, kivuli changu kilionekana mara 2 kwenye kuta. Hii ilikuwa inamaanisha nini? Ina maana nilikuwa nafuatiliwa? Nikawa na maswali mengi yananijia kichwani. Nilipofika kwenye sehemu ya bustani, upepo mkali ulinipiga usoni, lakini nilihisi kama mikono ya baridi ilikuwa inanikumbatia. Niligeuka na kuona kitu kisichokuwa cha kawaida. Alikuwa ni mwanamke aliyevaa nguo nyeusi, akiwa amesimama mbali kidogo akinitizama bila kupepesa macho. Niliamua kumfuata, lakini alipoona naelekea kwake aligeuka na kukimbia haraka ndani ya giza. Nikamfuata kwa kasi, miguu yangu ikikanyaga bustani kwa haraka, lakini alipoingia kwenye kona alitoweka kana kwamba hajawahi kuonekana na hajawahi kuwepo hapo Ikulu. Hapo ndipo nilipoona kitu kingine cha ajabu. Kuna kipande cha karatasi kilikuwa kimeanguka chini, kilikuwa kinazagazagaa chini. Kama unavyofahamu, maeneo ya Ikulu sio rahisi kuona hata uchafu mdogo ambao upo chini. Nilikichukua kile karatasi haraka nikakisoma. Ujumbe ulioandikwa kwa maandishi ya mkono. Haya maandishi yalitikisa sana moyo wangu. Yalikuwa yameandikwa kwamba kuna jela ya giza chini ya Ikulu. Waliopotelea huko wanazuiliwa huko. Usifanye kosa la kuwauliza. Ghafla taa za bustani ziliwaka. Nilisikia sauti ya walinzi zikikimbia upande wangu. Niliweka ile karatasi haraka sana mfukoni mwangu, nikijaribu kutulia kimya kama sijui ambacho kinaendelea. "Mheshimiwa, ni salama? Ulitoka chumbani ghafla?" Mmoja wa walinzi aliniuliza, akiniangalia kwa macho yenye mashaka. Nikamwambia ndio, nilihisi tu kama nahitaji kupata hewa safi, nilijibu nikiwa namwangalia kwa wasiwasi. "Niruhusu nikusindikize ndani," alisema kwa sauti ya mamlaka na sauti ya amri, macho yake yakifuatilia kila hatua yangu. Nilitembea nyuma ya mlinzi, lakini kichwani mwangu nilikuwa na maswali mengi sana. Je, ni kweli kuna jela ya giza chini ya Ikulu? Je, ni nani waliokuwa wakizuiliwa huko? Na mwanamke aliyevaa nguo nyeusi alikuwa ni nani? Nikiwa nimefika chumbani kwangu, nilijikuta nikihisi kama nimenaswa kwenye mtego wa woga wa udadisi. Siri za Ikulu zilikuwa ni nyingi sana. Ni nyingi tofauti na vile ambavyo unafikiria. Na sasa nilikuwa ndani ya mchezo ambao sikujua nani ni rafiki na nani ni adui. Lakini kitu kimoja nilifahamu, kwamba lazima nipate ukweli, hata kama utanigharimu kiasi gani. Kila kitu lazima nikifahamu. Sasa usiku uling'oa nanga tena katika Ikulu. Hewa ilikuwa ni nzito, kimya kilikuwa kimezama kana kwamba tumefunikwa na shuka jeusi na ninashindwa kupumua. Nikiwa kitandani niliamua kuwa leo lazima nipate ukweli kuhusu ile jela ya giza. Nilisubiri mpaka mida ya saa 8 usiku, wakati ambao walinzi wengi walikuwa wakibadilishana zamu. Nikavaa koti jeusi, nikafunga kofia kichwani na kuchukua tochi ndogo. Nilihisi moyo wangu unadunda kwa kasi, lakini nilijikaza. Nikajipenyeza kwenye korido ya Ikulu taratibu, kwa tahadhari, nikikwepa kamera ambazo niliziona awali. Nilishuka kwenye ngazi za upande wa mashariki, sehemu ambayo siku zote ilikuwa ni kimya na hamna movement yoyote ile. Huko chini niliona mlango mdogo wa chuma umefungwa, na ulikuwa umefungwa na kufuli kubwa sana. Lakini nikiwa natafuta njia ya kufungua, nilisikia sauti nyuma yangu. "Unadhani unaweza kujua siri za Ikulu bila gharama?" Ilikuwa ni sauti nzito, sauti ya mwanaume yule wa siri niliyekutana naye awali. Niligeuka haraka na kumwona akiwa amesimama kivulini. Uso wake ulikuwa umefichwa na kofia, lakini macho yake yalikuwa yakinichunguza kwa umakini. Nilimuuliza kwa ujasiri kwamba unafahamu lolote kuhusu jela ya giza? Alichonijibu akaniambia hakuna kinachofichika hapa milele. Alijibu akisogea karibu na mlango wa chuma. Lakini kile utakachokiona hapa huwezi kusahau. Watu wanapotea hapa na wengine hawarudi kamwe. Akatumia ufunguo wake kuufungua mlango ule wa chuma, na mlango ulifunguka rasmi kwa mlio wa kutisha. Ndani yake kulikuwa na ngazi zinazoshuka chini kwenye giza totoro, giza kweli. Akaniambia, una uhakika unataka kuona? Aliuliza akinitizama kwa macho yenye ujasiri na huruma kwa wakati mmoja. Nikamwambia ndio, nataka kujua kila kitu. Nilijibu nikipiga hatua za kwanza kuendelea kwenye giza ambalo ni giza totoro, giza nene. Tulishuka ngazi kwa muda wa dakika kadhaa mpaka nikahisi hewa nzito na harufu ya unyevu chini ya ardhi. Mwanga wa tochi yangu ulipoangaza, niliweza kuona kuta za mawe
zikiwa zimechafuka na majani yaliyokauka. Akaniambia, tuliza mwanga wako. Hapa macho ya giza yanaweza kukuona kabla hujaona. Tukafika kwenye ukuta mkubwa sana, kwenye milango midogo kadhaa. Kila mlango ulikuwa na namba na tundu dogo la chuma. Ilikuwa ni kama dirisha la kutizamia hivi. Nilijikuta nikitetemeka mikono nilipokuwa naendelea kusogea karibu na moja kati ya milango hiyo. Kutokea ndani nikaanza kuzisikia sauti. Kuna watu walikuwa wanalia kwa sauti za chini. Nilihisi kama milio ya watu waliokata tamaa. Nikauliza, nani yuko hapa? Hapa wapo wakina nani? Nilimuuliza yule mwanaume ambaye ana sauti nzito. Akaniambia, wale ambao walijua mengi sana na wale ambao walipinga nguvu za walio juu yao, yani nguvu za watawala, wapo hapa. Akanyamaza kwa sekunde kadhaa, kisha akaongeza kwa kusema kwamba hapa Ikulu sio kila aliye hai ni mzima na sio kila aliyefungwa ni mhalifu. Nikapeleka tochi kwenye mlango mmoja na ghafla macho yangu yalikutana na sura ya mwanamke aliyekuwa na nywele zilizochakaa, macho yaliyojaa hofu. Akaniambia, usiniache hapa tafadhali, naomba usiniache hapa. Aliniambia kwa sauti ya vilio. Nilihisi moyo wangu unapasuka. Kwa nini huyu yupo hapa? Nilimuuliza yule jamaa. Akaniambia, huyu ni mmoja wa maafisa wa zamani aliyejaribu kufichua siri za matumizi mabaya ya madaraka. Aliambiwa akae kimya, lakini hakutaka. Sasa yupo hapa akingoja mwisho usiojulikana. Niliendelea kutembea kando ya milango hiyo nikiona sura mbalimbali. Niliona wanaume mbalimbali, wanawake mbalimbali na hata kijana mdogo alionekana kuwa ni kijana ambaye ana umri wa miaka 15 tu, pia nilimuona ndani ya jengo hilo. Wote walikuwa na hofu machoni mwao, lakini walipoona mwanga wa tochi yangu walijaribu kupaza sauti zao wakiniomba msaada. Yule mwanaume wa siri alisema kwamba hatuna muda mwingi hapa, tuondoke. Hawa watahisi tupo hapa. Nikamuuliza, tunawezaje kuwasaidia hawa? Akaniambia, hawawezi kutoka, lakini unaweza kuondoka ukiwa na ushahidi. Alinipa kamera ndogo. Akaniambia, piga picha, rekodi, lakini hakikisha hutajulikana. Nikaanza kupiga picha milango, nikapiga picha sura za waliokuwa ndani na sauti zao za kuomba msaada, lakini nilipofika kwenye mlango wa mwisho niliona kitu ambacho kilinifanya nishtuke zaidi. Sofia alikuwa humo ndani, macho yake yakiwa ni mekundu na uso wake ukiwa umechoka. Sofia alinong'ona kwa mshangao. Unanijua? Aliniuliza kwa sauti dhaifu. Nikamwambia, ndiyo, ni mimi. Wewe ni mwongoza wageni hapa, sivyo? Alitabasamu kwa huzuni, akasema, sijawahi kuwa mwongoza wageni. Mimi ni mwandishi wa habari, nilijaribu kuchunguza sakata la watu wanaopotelea Ikulu hii na sasa nipo hapa. Nikataka kumfungua, lakini mwanaume wa siri alinivuta, akaniambia, hatuna muda, wanakuja, tuondoke. Kukawa na kelele za hatua za wanajeshi wakikimbia katika ngazi za chini. Yule mwanaume akanivuta, akaniambia, unataka kuondoka sasa hivi ama unafanyaje? Mwanaume alinivuta kwa nguvu, lakini moyo wangu ulijaa uchungu. Niliwatazama wafungwa waliofungwa chini kule kwenye giza, wakiwa na macho ya matumaini, wanaamini kwamba siku moja wataokolewa, lakini sikuwa na uwezo wa kuwasaidia. Tulipanda ngazi kwa kasi, tukatoka kwenye mlango wa chuma na mwanaume wa siri akaufunga ule mlango haraka sana. Ndani ya moyo wangu nikajisemesha kwamba nitakuja tena kwa ajili yenu, nitakuja kuwaokoa. Ikabidi nikimbie haraka sana katika giza la bustani. Tulipoingia kwenye usalama wa korido za Ikulu, mwanaume wa siri alinisimamisha. Akaniambia, ukiamua kuendelea utahatarisha maisha yako na watu ambao unawajali. Lakini sasa unajua ukweli. Ikulu hii sio tu makazi ya viongozi, ni gereza la roho zilizokosa uhuru. Ghafla alinitizama kwa macho ya tahadhari, akaniambia, hakuna kurudi nyuma. Sasa wamekushuhudia. Nikamuuliza, kina nani? Wale ambao hawataki ukweli ufichuliwe, wamejua wewe kitu ambacho unakifanya. Na kabla sijamuuliza zaidi, alituweka kwenye giza, akiniacha peke yangu, sina msaada, nikiwa na kamera ndogo iliyojaa ushahidi wa siri kubwa ya Ikulu. Niliamka asubuhi na mapema, mwili wangu ukiwa mzito na akili yangu ikiwa imejaa mawazo mengi sana. Kamera ndogo niliyokuwa nayo ilikuwa kama bomu la wakati. Siri za giza za Ikulu zikiwa ndani ya ile kamera. Nilijua wazi kuwa kila dakika niliyokuwa nayo nje ya jela ile ilikuwa na maana kubwa sana. Nilipokuwa nikipita katika bustani ya Ikulu, niliona sura za kawaida za wafanyakazi, niliona walinzi wakitembea kwa utaratibu wao wa kila siku, lakini sasa macho yangu yaliona zaidi ya nyuso zao. Niliona woga uliofichwa nyuma ya tabasamu.
walinzi wakiwa na umakini uliopita kiasi. Hii haikuwa sehemu ya kawaida tena katika maisha yao, na mimi nilivyowatizama kuna vitu vingi niligundua. Ilikuwa ni uwanja wa vita vya kimya kimya. Nikapiga hatua kuelekea chumba changu cha wageni, nikafunga mlango haraka sana. Nilijaribu kuwasha kamera, ile kamera ndogo, lakini haikufanya kazi. Nikasema hapana, haiwezekani ikawa imeharibika. Nilinong'ona mwenyewe, jasho likianza kutiririka usoni. Lakini nilipokagua kwa umakini, niliona kuwa ilikuwa ni kifaa cha siri cha usalama, kifaa ambacho kingehitaji password ili kiweze kufunguka. Lazima niwe makini, nilijisemesha kimoyomoyo, nikihisi moyo wangu unadunda kwa hofu. Hivi sasa kila mtu anaweza kuwa ni adui yangu. Muda mfupi baadaye, mlango wangu ulibishwa hodi kwa nguvu. Nikakaza moyo na kwenda kuufungua taratibu. Safari hii alikuwa ni Sofia, yule mwanamke niliyemwona kwenye jela ya giza kule chini, ambaye awali alijifanya ni mwongoza wageni. Nikamuuliza, unanifuatilia? Nilimuuliza kwa sauti ya hasira, lakini ilikuwa ni sauti ya chini. Akaniambia, nilikuona jana, uliniona uko chini, na sasa wanakutafuta. Hakuna muda wa kupoteza, unatakiwa kuondoka katika hii ikulu haraka sana. Alizungumza kwa haraka, macho yake yakiwa mekundu na uso wake ukiwa umechoka zaidi. Nikamwambia, nitahakikisha na kuondoa na wewe. Nikamshika mkono wake, nikamwambia, siwezi nikakuacha nyuma. Akaniambia, usiwe na moyo mwepesi, hujui wana nguvu gani. Naamini mwanaume wa siri aliyekusaidia jana atatokea tena. Ana njia zake, atafanikisha utoroke, aliniambia. Lakini hata kabla sijajibu, milio ya bunduki ilianza kusikika nje. Nyote wawili ingieni ndani ya chumba. Sauti nzito ya wanajeshi ilisikika. Tulikimbia ndani, nikafunga mlango haraka. Sophie alipiga simu kwenye simu yake ndogo, akizungumza kwa sauti ya chini, nipo hapa na yeye. Ndiyo, natakiwa kutoroka sasa. Ghafla dirisha la chumba lilivunjika na moshi wa kijivu kaanza kujaa ndani ya chumba. Nilianza kukohoa, macho yangu yakianza kuuma. Ilikuwa ni gesi ya kupoteza fahamu. Sofia alisukuma kitanda na kufungua mlango wa siri uliokuwa kwenye ukuta wa chumba. Akaniambia, haraka, pita hapa. Tulijikuta kwenye korido nyeusi, korido zenye mwanga hafifu wa taa za dharura. Sofia alikimbia mbele yangu na mimi nilianza kumfuata. Kila hatua ilikuwa ni hatua ya tahadhari, huku sauti za walinzi zikipiga kelele wakitutafuta. Tunaelekea wapi? Nilimuuliza kwa hofu Sofia. Akaniambia, kuna njia ya dharura nyuma ya bustani ya mashariki, lakini lazima tuwai kabla hawajajua. Sofia alizungumza kwa haraka sana, akiwa anachungulia kwenye kona kabla hatujapita. Lakini tulipofika karibu na bustani, mlio wa helikopta ulisikika juu yetu. Taa kali ziliangaza chini, zikipekua kila kona. Oh, Mungu wangu, wametufikia haraka sana, Sofia alilalamika akiuvuta mkono wangu. Akaniambia, tunaenda kwenye jumba la siri la wageni, pale ndipo wanaweza kutuficha kwa muda. Tulipita kwenye vichaka na kugonga mlango ambao ulikuwa umefichwa nyuma ya majani marefu. Mlango ulifunguliwa haraka na yule mwanaume wa siri akaonekana tena. Akasema, mlifuata maagizo yangu, hilo ni wazo zuri sana, lakini sasa mambo yamekuwa magumu zaidi. Alisema kwa sauti ya upole lakini ya wasiwasi. Wamejua kwamba kuna mtu ameona siri za giza. Nikamwambia, nina kamera hii lakini imefungwa, haifunguki. Nilimwambia yule mtu wa siri na nikimkabidhi ile kamera. Alipoishika alitabasamu kidogo, akasema, hii ni kamera ya kiusalama yenye password ya kipekee, lakini nina njia ya kuifungua kama tu tutafanikiwa kubaki hai kwa masaa machache yajayo. Kwa nini wanatufuatilia sana? Niliuliza, sauti yangu ikitetemeka. Akaniambia, huwezi kuelewa. Ikulu hii ni zaidi ya ikulu. Ni kituo cha siri cha operesheni za kijasusi na udhibiti wa wapinzani. Siri za mataifa, majina ya watu walioondolewa kimya kimya, na sasa wewe umeona siri hiyo na siri hiyo unayo. Lakini kwa nini usiruhusu siri hizi zifichuliwe na kila mtu afahamu ukweli? Sofia naye aliuliza. Mwanaume wa siri akashusha pumzi, akasema, kwa sababu kuna mtandao mkubwa na nikikosa umakini tutakuwa tunachochea vita ya ndani ambayo itamaliza maisha ya wasiokuwa na hatia. Nikamuuliza kwa matumaini kwamba tunaweza kuondoka hapa. Akaniambia, kuna njia moja tu ya kupita, ni uwanja wa nyuma, ambapo huko kuna gari tayari, lakini itahitaji ujasiri wa kupita walinzi wote wa nje na lazima tufanikishe kuondoka tukiwa salama. Ukiwa na hii kamera, ushahidi uko mikononi mwako. Sofia aliniangalia, akaniambia, tuko pamoja, hatuwezi kuacha ukweli huu ufie hapa.
Tupo tayari, nilisema kwa ujasiri, kwa kujilazimisha kwamba tupo tayari, ingawa ndani ya moyo wangu nilikuwa na hofu kubwa sana. Tukaambiwa basi jiandaeni, kila hatua ni hatari, na tukishatoka hapa hakutakuwa na kurudi tena nyuma. Mwanaume wa siri alizungumza, akitufungulia mlango wa vyuma, mlango ambao ulikuwa ni mlango wa nyuma. Tulijitupa kwenye giza la usiku, tukikimbia kimya kimya kama vivuli, lakini hata tulipokuwa tukikimbia, sauti za walinzi na milio ya silaha iliendelea kusikika mbali. Nilihisi kuwa hii ilikuwa ni mwanzo wa mapambano makubwa zaidi. Sasa bana, tulijikuta tunakimbia gizani, Sofia akiwa mbele yangu na yule mwanaume wa siri akiwa nyuma yetu. Mlango wa nyuma wa jumba la siri ulitufikisha kwenye njia nyembamba iliyojaa vichaka virefu, mwanga hafifu wa mwezi ukiwa ndo mwanga pekee unaotusaidia tuweze kupita. Helikopta juu yetu ilizidi kusogea, mwanga wake ukipekua vichakani. Tunatakiwa kugawanyika mara moja, mwanaume wa siri aliamuru kwa sauti ya chini. Mimi nitawavuta mbali, ninyi nendeni upande wa kulia, kuna uzio wenye tundu, mtapita hapo. Hapana, utauawa, Sofia alipinga, machozi yakimtiririka. Hii ndiyo kazi yangu, ninyi bado mna nafasi ya kufichua ukweli, nendeni, alisema kwa msisitizo, akichomoa bastola ndogo na kufyatua risasi 2 angani ili kuvutia walinzi wamfuate upande wake. Tulimwona akikimbia upande wa kushoto, mwanga wa helikopta ukimfuata bila kupoteza muda. Tulikimbia kupitia kichaka upande wa kulia, miguu yetu ikakanyaga majani makavu kwa sauti ya chini, tukiwa tunaendelea kukimbia. Tulipofika kwenye uzio, nilimsaidia Sofia kupanda, kisha nikafuatia. Nje ya uzio tulikuta kwenye barabara nyembamba ya vumbi gari jeupe dogo lililosimama mbele yetu, na dereva mwenye sura ya wasiwasi akafungua mlango, akasema ingieni haraka, alisema. Tuliruka ndani ya gari, na kabla hatujakaa sawa, dereva alikanyaga mafuta. Gari likapiga kelele za kuanza kukimbia kwenye barabara za giza katika maeneo ya Ikulu. Nilimwangalia Sofia, uso wake ukiwa umepauka, lakini macho yake yakiwa na ujasiri wa ajabu. Kamera bado ipo? Aliniuliza. Nikamwambia ndiyo, lakini bado imefungwa, nilijibu nikishika kamera yangu kwa nguvu. Dereva alitizama kupitia kioo cha nyuma. Ninyi ni wapumbavu au mashujaa? Mnajua mnachokikimbia? Sofia alijibu, siri za Ikulu, ukweli ambao wanataka kuuficha kwa gharama yoyote ile. Mimi ni mwandishi wa habari, niliitwa ili niwasaidie, lakini sikujua mambo yamekuwa mabaya kiasi hichi. Dereva alisema, ninawapeleka mahali ambapo mtakuwa salama kwa muda. Gari lilipiga kona kali, kisha likaingia kwenye njia nyembamba kati ya majengo ya zamani. Baada ya dakika chache tulifika kwenye nyumba ndogo ya matope, na dereva akatufanyia ishara kwamba shukeni, hapa ni salama kwa sasa, nitakuja baadaye na mtu atakayewasaidia kufungua hiyo kamera. Tulishuka, mlango wa nyumba ukafunguliwa, na mwanamke mzee aliyevaa shuka ndefu alitutizama kwa macho yenye upole sana, akatuambia karibuni haraka kabla hawajawaona. Ndani ya nyumba tulikaa chini ya mwanga hafifu wa taa ya mafuta. Mwanamke yule alitupatia maji ya kunywa na mkate wa mahindi. Jina langu ni Mama Rehema. Nilikuwa nikisaidia wapinzani kwa miaka mingi, lakini hamna haja ya kunielezea mengi. Najua jinsi Ikulu ilivyo, siri zao ni siri za hatari. Tulisubiri kwa masaa kadhaa, moyo wangu ukidunda kwa wasiwasi mkubwa sana. Hatimaye dereva alirejea akiwa na mwanaume mwenye kompyuta ndogo. Akasema huyu ni Juma, mtaalamu wa teknolojia, anaweza kufungua kamera hiyo. Juma alitabasamu kidogo, akichukua kamera na kuiweka mikononi mwake. Akasema hii ni kamera yenye ulinzi wa hali ya juu, lakini na program maalum inaweza kuondoa password yake. Baada ya dakika chache za kimya kikali, skrini ya kompyuta ya Juma ilionyesha faili za video zote ambazo nilikuwa nimezirekodi. Akasema imeshafunguka, alisema kwa furaha. Haya ndiyo unayoyatafuta? Tulitizama video moja baada ya nyingine. Ilikuwa ni ushahidi wa mazungumzo ya siri ya viongozi wa juu wa Ikulu, wakipanga njama za kuondoa wapinzani, ikiwemo orodha ya majina ya watu waliopotea. Siri za giza za Ikulu sasa zilikuwa wazi mbele yetu. Lazima tuyafichue haya yote, ni ushahidi wa uhalifu, Sofia alisema kwa sauti yake akiwa thabiti. Hakika, Juma naye alikubali.
Akasema nitawasaidia kupakia haya yote mitandaoni na kuyapeleka kwenye vyombo vya habari vya kimataifa. Usiku huo nilihisi uzito ukiondoka kwenye kifua changu. Tulijua kuwa safari yetu ilikuwa hatari, lakini sasa tulikuwa na nguvu ya ukweli. Ikulu haikuwa tena ngome ya siri. Siku chache baadaye, habari zilienea kote duniani. Video za siri za Ikulu ziliangaziwa na viongozi wakiitwa kujibu mashtaka yao, na raia wakaanza kudai haki yao. Mimi na Sofia tulikaa kwenye kijiji kidogo tukiwa na amani kwa mara ya kwanza. Lakini kila wakati nilipomwona Sofia, nilikumbuka usiku wa hatari, vichaka vya giza, sauti za risasi. Tulikuwa tumekwepa kifo kwa upana na unywele. Nini kitafuata? Nilimuuliza Sofia nikitizama jua likiwa linazama. Sofia alijibu kwa tabasamu lenye nguvu, akaniambia, sasa tunaishi na tunaendelea kupambana kwa haki. Mimi naitwa Jimmy Godfrey. Nimekuandikia simulizi hii nzuri sana. Nina imani umeipenda. Kama umeweza kuifanikisha kuitizama kuanzia mwanzo hadi mwisho, basi wewe ni shujaa. Unastahili kupewa zawadi. Niandikie hapo chini katika box la comment kwamba zawadi. Niamini mimi nitakutumia zawadi ya chochote kitu. Mimi nakupenda sana. Naitwa Jimmy Godfrey. Hii ni Bongo Star Media. Hii ni simulizi tu ambayo nimeitunga na kukuletea leo wewe, ili uweze kufurahia kile ambacho nimekusimulia. Siku njema iwe nawe. Bye bye.